Habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii hapa ni Hetenet Media ambayo inakuletea taarifa za michezo za kuaminika kabisa na za uhakika. Ni kazi yetu kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha na tunakupa kile unachostahili katika anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini kikubwa zaidi ambacho tumekuja nacho leo ni kuhusiana na ile vuguvugu na moto uliowaka kwa mara nyingine kuhusiana na sakata la dabi ya Kariakoo. Young Africans bado wana msimamo wao ule wa kutoshiriki katika mchezo namba 184 ambao unawakutanisha Young Africans wakiwakaribisha Simba Sports Club katika hatua ya kukutana katika kumalizia ligi. Mchezo huo unatajwa kufanyika tarehe 15 ya mwezi wa 6, lakini tayari mambo yanazidi kuwa ya moto sana huko. Naambiwa kwamba Young Africans msimamo wao ni ule kutoshiriki huo mchezo, lakini pia mamlaka ambazo zinasimamia michezo kwa maana ya bodi ya ligi na TFF wao tayari wameshakwisha kutangaza tarehe mpya ya mchezo huo, na tayari ni tarehe 15 ya mwezi wa 6. Mpaka sasa zikiwa zimebaki siku takriban 14 kuelekea kwa mchezo huo. Basi Young Africans bado wana msimamo wao ule wa kutoshiriki mchezo huo. Lakini kwa jana, siku ya jana, kuna ripoti ambazo zimetoka bungeni. Naibu waziri wa michezo, sanaa na habari, bwana Mwinjuma aliweza kutangaza kuwa uwanja wa Benjamin Mkapa ndio uwanja ambao utatumika katika mchezo huo, hali ya kuwa vitu hivyo ni viko tofauti kabisa. Kwa mtu ambaye unafuatilia soka unaweza ukawa unaelewa kwamba watu wenye mamlaka ya kutangaza uwanja ni mamlaka ambazo zinasimamia michezo kwa maana ya bodi ya ligi, na wala sio waziri wala sio serikali. Katika siku ya bunge la bajeti alinukuliwa waziri wa michezo bwana Profesa Palamagamba Kabudi akizungumza kwamba serikali haiwezi kaingilia mamlaka za soka na haiwezi ikaamua ni nini kifanyike juu ya mchezo huo. Kwa hiyo kuna mamlaka ambazo zinasimamia hizo taratibu za michezo, kwa hiyo kwa maana ya bodi ya ligi, kwa hiyo kwamba wao ndo wana mamlaka ya kusema chochote kuhusiana na michezo ya Tanzania. Sasa kwa kile kilichotokea jana kwa naibu waziri kutangaza uwanja wa Benjamin Mkapa ndio uwanja ambao utatumika katika mchezo huo, watu wameshindwa kuvumilia, wamekuwa na ukakasi juu ya taarifa hiyo. Comment nyingi sana zimekuwa zikinipata juu ya hicho kilichotokea jana katika bunge la budget, lakini mimi nikasema hii siwezi kukaa nayo, sasa nikuletee mwanafamilia ili uweze kujua ni nini kinachoendelea. Kiukweli na kimsingi kabisa ni kwamba Young Africans bado wana msimamo wao wa kutoshiriki mchezo huo, na tumeona baadhi ya video ambazo zimekuwa zikisambaa sana mtandaoni zikimuonyesha rais wa klabu ya Young Africans Engineer Said alikuwa akiongea na baadhi ya viongozi huko Dodoma, ambapo wapo katika kikao cha CCM bana. Engineer Said aliweza kuzungumza baadhi ya viongozi na salamu yao ilikuwa ni hatuchezi, kwa maana ya kwamba mechi hiyo ni kweli Young Africans hawatani na wala hawana utani kabisa na mechi hiyo, ni kwamba hawatoshiriki mchezo huo na wala hawautambui kama mchezo huo upo. Kwa mantiki hiyo basi Young Africans hawana maandalizi yoyote kuelekea kwa mchezo huo. Lakini pia tumesikia kauli za msemaji wa klabu ya Simba bwana Ahmed Ali. Yeye aliweza kusema kwamba Young Africans waje, wao Simba watapata pointi, wasije Simba watapata pointi. Kwa maana hiyo kwamba kutokana na vuguvugu lililopo, Simba wao wanawaza Yanga wasije ili wapate pointi za mezani, lakini bodi ya ligi wao wanaomba Young Africans wakacheze mchezo huo ili wajinasue kwenye mtego na kwenye vuguvugu zito ambalo litatokea mara baada ya Young Africans kugomea mchezo huo. Lakini pia Young Africans wao hawautambui kabisa mchezo huo, wanasema kushiriki mchezo huo mpaka wapewe sababu za msingi ambazo
zilifanya mchezo uahilishwe siku ya Machi 8, na uchunguzi ambao TFF na bodi ya ligi waliweza kutoa kwamba kuna uchunguzi unafanyika, basi Young Africans wanataka ripoti za huo uchunguzi na wapewe sababu za kuahilishwa kwa mchezo huo. Tofauti na hivyo, Young Africans hawako tayari kabisa kushiriki mchezo huo kwa mara nyingine. Zimekuwepo sakata za hapa na pale kwamba huenda kukaibuka na jambo kubwa hivi karibuni kutokana na kwamba Young Africans wamejipanga kuibomoa na kuiharibu kabisa bodi ya ligi iliyopo kutokana na kutokuwa na imani na bodi hiyo. Imenukuliwa kutoka kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kwa maana ya Steven Mguto akizungumza na waandishi wa habari kuelekea kwa mchezo huo. Yeye alichoweza kusema ni kwamba wameshakwisha kupanga tarehe tayari na anaamini kwamba mchezo huo utakuwepo. Kwa wale ambao wanasema hawachezi, wao ni mapenzi yao kufanya hivyo, lakini wao wanachotambua kwamba mchezo uko pale pale na tayari wameshakwisha kupangia tarehe ya mchezo. Kwa hiyo unaona kabisa kwa taarifa ambazo zinatoka katika uongozi wa bodi ya ligi na TFF wamekuwa wakitoa statement za kibabe sana. Naweza nikasema hivyo kwamba ni statement za kibabe ama ni statement za kujiamini na kuwa na nguvu ya madaraka. Naweza nikasema hivyo, ni statement za nguvu ya madaraka ambao wanaona kwamba wao wana nguvu ya kufanya hivyo. Kwa hiyo lazima kuwepo na vitu kama hivyo, na hivyo vinaletwa na rais mwenyewe wa TFF Wallace Karia, kutokana na kwamba yeye akipewa maiki anachoweza kuzungumza ni kutukana tu, hamna kitu ambacho kizuri ambacho anaweza kusema. Yani ni kwamba kumekuwepo na vurugu sana katika statement ambazo zinatolewa na uongozi wa bodi ya ligi na TFF. Sasa kitu ambacho mashabiki wa Young Africans wanaendelea kushinikiza kwamba wao mchezo huo hawautambui na huenda moto mwingine ukawaka. Issue yao kubwa ambao wanashinikiza kwamba ni wapewe taarifa za uchunguzi kwanza, lakini pia wachukuliwe hatua wale ambao ilisadikika kwamba waliwazuia Young Africans, waliwazuia klabu ya Simba kwenda kufanya mazoezi kama jinsi ambavyo Simba wao waliweza kutoa barua yao kwamba hawatashiriki mchezo huu mpaka pale watakapochukuliwa hatua wale ambao waliwazuia Simba kwenda kufanya mazoezi. Lakini sasa hivi unaambiwa kwamba Simba wameshakubali kwenda wamekubali kwenda kucheza mchezo huo pasipo kupewa taarifa yoyote ya kwamba wameshashughulikiwa au wameshachukuliwa hatua wale waliowazuia kwenda kufanya mazoezi katika siku hiyo ambayo walitakiwa kwenda kufanya mazoezi ya kikanuni, kwa maana ya Machi 7, ambapo Simba Sports Club walizuiwa kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja wa mwenyeji kwa maana ya Young Africans. Na tumeona tayari bodi ya ligi wameshakwisha kutangaza mgeni rasmi katika mechi hii. Hasa kumekuwa kwa comment ambazo zikiniuliza kwamba kati ya bodi ya ligi, timu mwenyeji au timu mgeni, ni nani ambaye anatangaza mgeni rasmi katika mchezo huo? Kati ya hizo bodi ya ligi, timu mwenyeji kwa maana ya Young Africans na timu mgeni kwa maana ya Simba Sports Club, kati ya hao ni nani anayetakiwa kutangaza uwanja wa nyumbani wa kuchezea, ama ni nani anayeweza kutangaza mgeni rasmi katika mchezo huo? Kwa mimi majibu ambayo naweza nikayatoa kwamba uwanja wa mchezo husika utatangazwa na timu mwenyeji, ambaye kwa maana ya mchezo huu wa dabi anatakiwa atangaze Young Africans kwa maana ya timu mwenyeji kwamba mchezo utakuwa sehemu fulani katika uwanja fulani. Lakini tayari bodi ya ligi wao wameshakwisha kutoa taarifa kuhusiana na mchezo huo kwamba utachezeka katika uwanja gani. Sasa bodi ya ligi wametoa taarifa hiyo. Je, Young Africans wakikataa kwamba mchezo wao utachezwa katika uwanja wa KMC Complex, ama utachezwa katika uwanja wa New Amani Complex, ama utachezwa Azam Complex? Kwa hiyo kutakuwepo na mkanganyiko wa taarifa kutokana na kwamba wenyeji wa mchezo hawajatoa tamko lolote kuhusiana kwa huo mchezo. Lakini pia kwa upande wa mgeni rasmi ambaye ametajwa kuwa mgeni rasmi katika mchezo huo, unaona kabisa kwamba ni vitu ambavyo vinatengenezwa ili kwamba Young Africans
wakubali kushiriki mchezo huo, kwa maana ya kwamba mgeni rasmi ni raia namba 1 wa Tanzania, kwa maana ya Rais wa Jamhuri ya Muungano mama yetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan ndo atakuwa mgeni rasmi katika mchezo huo ambao unatajwa kufanyika tarehe 15 ya mwezi wa 6. Kwa maana ya kwamba wameamua kufanya hivyo ili Young Africans kwa namna yoyote aweze kupeleka timu, kwa kuhofia kwamba Rais atakuwepo katika uwanja na wao wagome kupeleka timu, itakuwa ni picha mbaya. Lakini msimamo wa klabu ya Young Africans ni ule kwamba wao kama mbwai na iwe mbwai, ila hawapeleki timu uwanjani.